Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, tunapoelekea kulianza juma la tano, kwa maana ya Dominika ya tano ya Kwaresima, tunapoingia kanisani tunakutana na mabadiliko, hasa katika misalaba, sanamu na picha za watakatifu, tofauti na tulivyozoea kuziona katika kipindi cha kawaida. Wakati huu wa Dominika ya tano ya Kwaresima, picha, misalaba na sanamu huwa zimefunikwa kwa kitambaa cha zambarau. Utaratibu huu au desturi hii ya kufunika misalaba na picha na sanamu za watakatifu kwa vitambaa vya zambarau una historia na ulianza kale katika Kanisa Katoliki, kwani ulitegemea na mazingira na kutoka sehemu moja na nyingine ulitofautiana. Kwa mfano, kuna sehemu wao walifunika vitambaa, sanamu na picha za watakatifu hasa baada ya masifu ya jioni ya kwanza kabla ya Dominika ya tano ya Kwaresima, na wakati maeneo mengine wao walifanya hivyo baada ya misa ya karamu ya Bwana, kwa maana ya Alhamisi Kuu. Hivyo basi, kumbe desturi hii ina utajiri mkubwa wa kiteolojia na kiliturujia. Karne ya tano hadi ya 12 kulikuwa na utaratibu wa kufunika altareni kwa kitambaa kikubwa kuanzia mwanzo wa kipindi cha Kwaresima hadi mwisho wa Kwaresima, na kitambaa hiki kilijulikana kwa jina kama pazia la njaa. Haikuwa njaa ya kimwili tu, bali ilikuwa ni njaa ya kiroho, hasa ikimaanisha zaidi njaa ya neno la Mungu, njaa ya utukufu wa Mungu na njaa hasa ya ukombozi. Kumbe basi utaratibu huu uliendelea mpaka mabadiliko yalipotokea kuanzia karne ya 15 hadi karne ya 17, ambapo basi kanisa lilianza kufunika misalaba, picha na sanamu za watakatifu mahususi, na sio tena utaratibu wa kufunika altareni kwa maana ya altare nzima. Kumbe basi kuanzia wakati huo sasa kanisa limekuwa likifanya utaratibu huo na kuifata desturi hiyo. Kwa nini kanisa linaiendeleza desturi hiyo hadi leo? Zipo sababu mbili ambazo zinajengwa katika msingi wake wa kibibilia na msingi wa kiteolojia. Sasa tukianza na sababu ya kibibilia, unaposoma Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 59, tunasikia mwinjili Yohane anaelezea habari za Bwana wetu Yesu Kristo kujificha, na hasa zaidi pale alipokuwa akielezea hekaluni Wayahudi juu ya habari ya yeye kuwepo hata kabla ya uwepo wa Ibrahimu na manabii. Kumbe Wayahudi wanaposikia habari hii wanafadhaika sana na wanaokota mawe ili waweze kumpiga Bwana wetu Yesu Kristo, lakini tunaambiwa kwamba anapita katikati yao na anaenda zake Galilaya. Kumbe toka wakati huo sasa Kristo anaanza kujificha, hasa anapoelekea katika mateso. Lakini pia unaposoma Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 14 hadi ya 23, katika karamu ya mwisho anasema, saa ilipofika Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake walikusanyika kwa ajili ya karamu ya mwisho. Kumbe kuanzia hapo Kristo akaanza kujitenga na kutokuonekana waziwazi, na huku akitambua kwamba Wayahudi walikuwa wanamtafuta ili waweze kumuua. Lakini unaposoma pia waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 7, Mtume Paulo anaeleza kwamba Kristo aliuvua utukufu wake na hata
akabakiza ule ubinadamu wake katika hali ya utumishi. Kumbe desturi au utamaduni huo wa kufunika misalaba hasa kuanzia Dominika ya 5 ya Kwaresima unaashiria kwamba ni kujificha kwa Kristo, ni kufunika ule utukufu wake na umungu, ambapo basi tutakuja kushuhudia wakati wa sherehe za Pasaka kwa maana ya ufufuko wake. Lakini pia sababu ya pili ambayo msingi wake kama nilivyosema unajengwa katika teolojia zaidi ni kwamba Mtakatifu Agustino wa Hippo na Mtakatifu Tomasi wa Aquino wao wanasema kwamba hata katika kipindi chote cha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, umungu na utukufu wa Kristo ulijificha ndani, ulikuwa ndani. Kumbe hali iliyokuwa inaonekana kwa nje ulikuwa tu ni ubinadamu wake, lakini pia ni ukimya wa macho, kwamba sanamu, misalaba pamoja na picha za watakatifu zinapofunikwa kwa kitambaa cha zambarau unaashiria kwamba kuwa na ukimya wa macho, kujinyima kuona uzuri unaopatikana katika sanamu, misalaba na picha hizo za watakatifu ambao tutakuja kuona katika sherehe za Pasaka kwa maana ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia kuonesha hali ya huzuni na unyenyekevu, tukitambua kwamba Kristo anaelekea katika kipindi cha mateso na hasa inampasa aweze kufa kwa ajili ya kuukomboa ulimwengu. Kumbe ni wakati wa kuungana na mateso ya Kristo katika kipindi hicho, na ndio maana basi tunaweza tukaona kanisa linafunika misalaba, picha na sanamu kwa vitambaa vya zambarau. Lakini pia hasa zaidi ni ile njaa au msisimko wa sikukuu au sherehe za Pasaka kwa maana ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba tunapojinyima kuona misalaba, picha na sanamu zikiwa wazi kwa kipindi fulani, zikifunikwa na kitambaa cha zambarau, sisi inatupatia kuwa na ile shauku au njaa na hamu kubwa ya kuweza kuziona tena, ambapo zitafunuliwa kuanzia siku ya Ijumaa Kuu, na hiyo inakuwa ni misalaba siku ya Ijumaa Kuu, na sanamu zitafunuliwa wakati wa mkesha wa Pasaka. Wapendwa, ni lini hasa msalaba na sanamu zinafunuliwa? Tukianza na msalaba. Msalaba unafunuliwa hasa katika ibada ya Ijumaa Kuu, ambapo kama tunavyofahamu katika liturujia ya Ijumaa Kuu kunakuwa na sehemu ya kuabudu msalaba mtakatifu, ambapo kila muumini anaalikwa kuweza kutoa na kuonesha heshima kwa msalaba mtakatifu, aidha kwa kuubusu au kupiga goti. Lakini pia sanamu zenyewe huendelea kubaki zikiwa zimefunikwa hivyo hivyo, na zitafunuliwa wakati wa mkesha wa Pasaka, hasa zaidi katika somo la mwisho la Agano la Kale. Wimbo pamoja na kichikizano na sala vinaposomwa, kuhani husimama na kuimba utukufu kwa Mungu juu, akitualika waumini kuweza kushuhudia na kuona utukufu wa Mwenyezi Mungu na hasa utukufu wa watakatifu wake. Kumbe ni wakati huo sasa taa za kanisani zinawashwa kuashiria kwamba baada ya kipindi fulani cha giza, baada ya kipindi fulani ulimwengu kugubikwa na giza, sasa mwanga unarejea tena kwa maana ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe taa za kanisani zinawashwa, mishumaa altareni inawashwa. Wakati huo kengele kubwa pamoja na ndogo za altareni zinalia na mapambo yote ya altareni yanarudishwa. Wapendwa, desturi hii au utamaduni huu wa kufunika misalaba, sanamu na picha za watakatifu si kupoteza umaana na utukufu unaopatikana ndani ya misalaba, sanamu na picha, bali tendo hili linakuwa ni la kiliturujia zaidi, ambapo lina maana hasa kiroho zaidi, kutualika sisi sote waumini kuweza kutafakari fumbo la Pasaka kwa maana ya mateso
kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe ni mwaliko sasa kwetu sisi sote, hasa tunapoelekea katika juma hili la 5 la kipindi cha Kwaresma, na zaidi kuelekea katika Juma Kuu na mwisho katika sherehe za Pasaka kwa maana ya ufufuko. Zaidi ni kufunga masikio pamoja na macho ya kimwili, na zaidi kufungua masikio na macho ya rohoni, ili basi tuweze kusikia neno la Mungu linatutaka sisi tuweze kufanya nini, na tuweze zaidi kutafakari na kushiriki kwa ukaribu zaidi fumbo hili la Pasaka, na mwisho wa siku basi tuweze kusherehekea kwa pamoja hasa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hadi wakati mwingine tena, niwatakie maandalizi mema ya Juma Kuu na sherehe za Pasaka. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana.